Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa dua na mitishamba, ndugu yenu hapa Maalim Yasin. Ndugu zangu, leo ngoja kutene faida ambayo ni sadaka. Hii ni sadaka ambayo nimekuleteni leo hapa kutokana na watu ambao wenye maradhi ya vidonda vya tumbo. Nikumbuka ya kwamba leo ni Rajab 14 Hijiria, na mwezi ukiandama utakuwa ni mwezi wa Shaaban. Kisha baada ya mwezi Shaaban unakuja mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan, huwa kuna watu wengi sana wanaanza kujitangaza wana vidonda vya tumbo, ni madhumuni wasifunge. Tunaamini kwamba ni kweli kuna watu ambao wana vidonda vya tumbo wana udhuru haswa, au ni haki yao kutokufunga kwa sababu wana udhuru. Lakini kuna watu ambao hawana udhuru lakini wanasingizia vidonda vya tumbo. Miezi ya kawaida ni wazima kabisa, hawana matatizo. Lakini mwezi wa Ramadhani ikifika wana vidonda vya tumbo. Sasa hapa nadini na watu ambao wenye vidonda vya tumbo vya ukweli. Kuna watu ambao wanatamani kufunga kwa wanashindwa kufunga. Nimekuja kuelezeni dawa ambayo itawasaidia biidhnillah. Tumieni hii dawa, itawasaidia. Na hii dawa nakuelezeni hapa ni dawa ambayo ni mujarrab, tumieni, itawasaidia biidhnillah. Kwa mtu mwenye kesi yoyote ile ya vidonda vya tumbo atumie hii dawa, itamsaidia. Katika dawa hizi ndazoelezea hapa ni dawa za aina tatu. Dawa za aina tatu unapaswa uzitafute kisha tumie kama nilivyokuelekeza. Dawa ya kwanza ni maziwa ambayo ya asili, natural. Naposema maziwa ya asili natural, kuna wengine huenda sinelewe. Haya maziwa ambayo tunanunua sana kwa watu mtaani, wanapita maziwa. Wengi wa wauzaji wanakuwa sio waadilifu, wanauza maziwa ambayo tayari yashatiwa maji. Yaani mtu anakaa chini, muda ule anakamua ng'ombe wake maziwa kwenye ile kidoo cha kukamulia kashati ya maji kiasi fulani. Kwa anavyokamua maziwa yanachanganyika na maji mwisho siku hadi kama maziwa yanaisha, yanapanda juu, tayari maziwa kuna kiasi kadhaa na maji kiasi kadhaa. Hasa haya kutoka mtu ambaye kaidilute, kwa hiyo nguvu imepungua maziwa. Kwa tafuta na maziwa ambayo natural, nenda kwa mtu ambaye anahisi anauza ng'ombe, anauza maziwa ya ng'ombe. Mwambie ndugu yangu, nataka maziwa ya ng'ombe lita 1, lita 2, lakini yenyewe hasa nataka. Naamini kama atakwambia kiasi kadhaa, mwambie sawa, lakini lengo langu nataka ukamue mwenyewe nione. Kama tamtangazia dawa vizuri, atakamua bwa lita shilingi 2000 au lita shilingi 3000, hii sawa, mpe. Taka lita 5. Atakamua maziwa ambayo ni yenyewe kabisa, ambayo hajachanganywa na chochote kile. Ndio maziwa ambayo nataka mimi, hawe natural, au ya kwanza. Jambo la pili, tafuta habati sauda. Habati sauda watu wengi wanaifahamu ni black seeds. Lakini habati sauda yenyewe pia kwenda kununua, usiende kununua habati sauda ya unga. Nenda kanunua habati sauda ya mafuta. Sawa? Kisha nunua habati sauda ya chenga. Kwa hiyo mafuta nunua na ya chenga nunua. Sawa? Kisha baada ya hapo rejea nyumbani. Mtu huyu mwenye vidonda vya tumbo anapaswa kutumia hii dawa kwa kuchanganya kama hivi. Kila siku inapofika nyakati za asubuhi, kabla hujala chochote kile, utachanganya hii dawa katika mfumo wa aina hii. Kabla kuelekeza huu mfumo, unapaswa ufahamu hii habati sauda ya chenga unaitengeneza vipi. Hii habati sauda ya chenga utaichukua, utaisaga vizuri kabisa upate iwe ya unga. Manake ni nini? Habati sauda ambayo ni ya unga kaenda kununua, muda mwingine inakuwa imekaa muda mrefu sana. Kwa hiyo hata ile nguvu inakuwa imepungua. Lakini ukinunua chenga zile, ukazitwanga mwenyewe, ukazisaga mwenyewe, hii habati sauda itakuwa katika hali ya ukali. Faida hii nimekupa. Kwa hiyo utapokuwa umeshasaga hizi mbegu za habati sauda kupata ya unga,
Asa asubuhi yake unavyoamka, siku ya kwanza kutumia hii dawa, utatia glasi moja ya haya maziwa. Tia glasi moja ijae vizuri tu, glasi moja ya maziwa, lakini sije mpaka juu. Ubakishe nafasi ambayo ya kuweka hii asali, nafasi ambayo ya kuweka hii habati sauda. Kwa maana utajaza habati maziwa yako vizuri kwenye glasi kwa kiasi kadhaa, alafu kiasi cha mwisho cha bakia utatia kijiko kimoja kikubwa cha chai, utajaza kijiko kimoja cha habati sauda ya unga, utamimina mule. Kisha takoroga ikorogeke vizuri. Baada ya hapo utachukua hii ambayo ni habati sauda ya mafuta ambayo ni black seeds oil. Unachukua kijiko kimoja kidogo cha chai au kijiko kimoja cha mtoto kile, utachota mule, utamimina mule. Kwa mpaka hapo itakuwa ni glasi moja ambayo ijaa vizuri ya maziwa, habati sauda ya unga, pia na habati sauda ya mafuta. Utachanganya vizuri, ichanganyike vizuri. Kisha baada ya hapo utakunywa glasi moja asubuhi. Ikifika asubuhi, kama kunywa mida saa moja, umekunywa asubuhi, saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, kunywa kingine kimoja. Utachukua vile vile glasi moja maziwa, kijiko kimoja cha chakula cha habati sauda ya unga, kijiko kidogo cha mafuta ya habati sauda, utachanganya, utakunywa mida saa nane, saa tisa, saa kumi, kuna moja, kuna mbili, saa moja, saa mbili, saa tatu. Kwa mida saa tatu usiku tumia tena vile vile glasi moja ya maziwa, habati sauda, kijiko kimoja cha chakula, lakini sitoshe na kijiko kidogo cha chakula cha mtoto, tia mafuta ya habati sauda, changanya, kunywa. Utakuwa unakunywa hivyo kwa muda mwezi mzima. Mwezi mzima tumia hivyo, itakusaidia. Faida nakupa. Ikiwa wewe una maradhi yoyote ambayo yanakusumbua, kama vidonda vya tumbo, kama sukari, kama HIV, kama kansa, tumia mfumo huu wa dawa, utapona biidhnillah. Tumia kwa mwezi mzima, kisha nenda kapime. Tumia na mwezi mzima, kisha nenda kapime. Uje nipe mrejesho hapa. Nimeelezea hivi leo kwa sababu leo inawezekana kama ni mwezi 14 au 15 wa Rajab. Naamini kama taamua kesho kanunua hizo dawa au leo kanunua hizo dawa, na ndani na mwezi huu utakuwa tayari ushatumia mpaka Shaaban, utaendelea kutumia mpaka Ramadhani na karibia, utafunga vizuri kabisa. Hii sadaka nimekupeni, utafunga vizuri Ramadhani vizuri kabisa. Kuna watu ambao wanaumia kwa kukosa kufunga Ramadhani. Sasa nyinyi ambao mnaumia na kukosa kufunga Ramadhani, nimekuleteni sadaka hii, tumieni, itakusaidieni biidhnillah. Sitaki malipo yote. Muhimu tu niombeeni dua kwa Mwenyezi Mungu nipate husnul khatima. Tumieni hivyo, itawasaidia ndugu zangu Waislamu. Na hata mtoka ni Mkristo, tumia hiyo dawa, itakusaidia. Kwa sababu maradhi sio mazuri ndani ya mwili. Hata kama mpagano ikiwa nani, tumia, itakusaidia biidhnillah. Ni kuombe tu, ikiwa wewe unatumia YouTube, basi naomba subscribe hapo. Lakini ikiwa wewe unatumia Facebook, na kuomba utufollow hapo. Ikiwa wewe unatumia TikTok, na kuomba utufollow pia. Ikiwa unatumia Instagram, basi na kuomba utufollow pia. Lengo letu ni kuelekezana, kufundishana, kupeana faida ili watu wapate kupona. Nifuate YouTube kwa jina la Dua na Mitishamba. Nifuate TikTok kwa jina la Ustadh Yasin. Facebook link nimeiweka hapo chini. Ninachokuomba tu follow, subscribe, upate video zetu nyingi sana za mafunzo mengi sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.